Haleluya. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya majira mazuri ya leo. Ninaomba sasa chukua Biblia yako. Tumekuwa tukijifunza jinsi ya kufikia mapenzi ya Bwana maishani, na nikawa nimekuonyesha mambo machache ambayo yanaweza kukusaidia wewe kuweza kufikia mapenzi ya Bwana katika maisha yako. Glory to his name forever. Amen. Jambo la pili, ili uweze kufikia mapenzi ya Bwana katika maisha yako, jambo la pili ambalo ni muhimu sana, tambua si wewe bali ni Bwana. Tambua si wewe bali ni Bwana. Ni Bwana kwa namna gani? Ni Bwana atakayefanya. Ni Bwana kwa namna gani? Ni Bwana atakayefanikisha. Ni Bwana atakayesaidia uwezekano wa hicho ambacho amekukusudia. Kuna wakati tunashindwa kufikia mapenzi ya Bwana katika maisha yetu kwa sababu tu katika fahamu zetu, katika nafsi zetu, katika mawazo yetu tumeshindwa kuelewa ukweli huu ya kwamba ni Bwana na sio sisi. Jambo lolote ambalo Mungu analisafirisha maishani mwako, au jambo lolote ambalo Mungu amelikusudia katika maisha yako ambayo tayari ni mapenzi ya Bwana, jambo lingine ambalo ni la muhimu sana litakaloweza kukusaidia ili uweze kufikia hilo kusudi ni wewe kutambua ya kwamba si wewe bali ni Bwana. Unapojua ya kwamba hauko peke yako, kuna mwingine yuko mbele yako, alafu huyo aliyoko mbele yako ndiye atakayekuwa mtendaji mkuu, mwezeshaji mkuu, kuna namna ndani yako unaanza kupata changamko. Kuna watu ambao wamekuwa na kusudi fulani la Bwana katika maisha yao, lakini wameshindwa kufikia kwa sababu tu wameshindwa kuelewa ya kwamba si wao bali ni Bwana. Nataka nikuambie kwamba la Bwana litasimama na litafanikishwa na Bwana mwenyewe. Amen. Kuna wakati fulani katika maisha tumeachia mapenzi ya Bwana yakaharibika, maana tunawaza tunakwendaje bila kujua ya kwamba si wewe unayekwenda bali ni Bwana kwanza anaenda mbele yako. Si wewe unayefanya bali ni Mungu kwanza anafanya mbele yako, na ndiposa na wewe unafanya baadaye. Haleluya. Amen. Kitabu cha Torati sura ya 9 mstari ule wa 3 anasema, basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Atawaangamiza tena atawaangusha mbele yako, utawafukuza na kuwapoteza kwa upesi kama alivyokuambia Bwana. Ili neno kama alivyokuambia Bwana maana yake ni kama alivyokusudia Bwana. Amen. Kama alivyopanga Bwana. Jua siku hii ya leo. Unaposikia wineva maandiko anasema jua, maana yake anashughulika na akili ya mtu, anashughulika na hali fulani ya kutokufahamu jambo. Sasa anasema jua, na pointi yetu inasema tambua si wewe bali ni Bwana. Shauri la Mungu au mapenzi ya Bwana yanatimizwa kwa wale ambao fahamu zao zinaelewa ya kwamba ni Bwana wala sio wao. Amen. Ni Mungu sio wewe. Amen. Aliyepanga atatenda. Amen. Aliyekusudia kabla hujazaliwa atakamilisha. Amen. Na ninajua wakati mwingine shetani ana wivu na mapenzi ya Bwana katika maisha ya watu waliookoka, lakini nataka nikwambie hilo lisikupe pressure. Maandiko yamesema atapita mbele yako kama moto unaoteketeza mbele yako. Atateketeza na kuangamiza nini? Kile kinachopinga mpango wake, kile kinachopinga kusudi lake, atapita na atateketeza. Atapita kama moto uteketezao. Kuna wakati katika maisha yetu Mungu anapotusemesha mambo fulani fulani, tunaanza kuchukua diary, tunachukua kalamu, tunachukua penseli, tunakaa na rula chini, tunaanza kupiga mahesabu, na hii itawezekanaje, na hii itakuwaje. Shetani anaanza kukushusha mahesabu vizuri. Kwanza anakuonyesha umri wako, anakuonyesha elimu yako, anakuonyesha kipato chako, anakuonyesha uwezo wako wa kibinadamu jinsi ulivyo. Halafu mwishoni anakuambia, "Je, na hii unadhani itawezekana?" Kana kwamba haitoshi, mwishoni shetani anakuonyesha upinzani ulioko mbele yako, anakuonyesha milima iliyoko mbele yako, anakuambia, "Na hii unafikiri itawezekana?" Mimi nataka nikwambie kwamba shughulika na akili yako. Jua siku hii ya leo ya kwamba ni Yehova anatangulia mbele yako. Leo Bwana ataangamiza laana zinazokuzuia, ataangamiza watesi wanaozuia mpango wake, ataangusha viambaza vinavyozuia mapenzi yake ili asiweze kutendeka. Haleluya! Jua siku hii ya leo ni Bwana ndiye anayetangulia mbele yako. Hii pointi itakusaidia.
kukusaidia sana kwenye kila hatua unaopiga, kwenye kila njozi ulionayo, kwenye kila ufunuo Mungu anaokupa, kwenye kila kusudi Mungu anaodondosha ndani yako. Jua ya kwamba ni Bwana ndiye atakayetangulia mbele yako. Amen. Mapenzi ya Bwana yanafanikishwa na Bwana wa hayo mapenzi yake. Mapenzi ya Bwana yanafanikishwa na huyo aliyepanga Bwana. Haleluya. Amen. Hawezi kuchora mwingine ajenge mwingine. Injinia aliyechora ndo atakayesimamia jengo. Yule aliyechora maisha yako ndo atakayesimamia. Alianza ndo atakayemaliza. Amen. Sikiliza mwana wa Mungu. Hakishasema anza kumshukuru. Chuchumilia, mwambie Bwana, nionyeshe njia ya kupita. Amen. Injinia aliyechora ndo atakayesimamia. Nani anajua mtoto anavyokuwa kwenye tumbo la mama yake? Hakuna. Haleluya. Amen. Aliyechora. Zaburi inasema kwamba umeniunga kwa jinsi ya ajabu ya kutisha tumboni kwa mama yangu. Zaburi inasema hivyo. Sasa nisikilize. Huwezi kuchorwa na Mungu, huwezi kuunganishwa na Mungu, alafu baadaye mwingine aingilie kati, aseme huyu namzuia, aseme huyu nampiga chuma ulete, aseme huyu haendi mahali, aseme kwao hakunaga mchungaji, kwao hakunaga mwimbaji, kwao hakunaga nabii, kwao hakunaga hivi na vile, lazima awe mganga, lazima awe mchawi. Hiyo kitu haiwezekani. Yule aliyekuunga tumboni, mapenzi yake yatatimia, mapenzi yake yatasimama, yatasimama. Jua ni Bwana sio wewe. Ndio. Ni Bwana sio wewe. Ni Bwana mwenyewe. Anasema atapita mbele yako kama moto uteketezao. Akipita mbele namna hii waganga wameyeyuka. Akipita mbele namna hii uchawi umeyeyuka. Akipita mbele namna hii vikwazo vimeanguka. Ndio. Ni mpaka lile alilosema na wewe limetimia. Haleluya. Amen. Pointi namba 2 katika kufikia mapenzi ya Bwana, jua ni Bwana na sio wewe. Amen. Anapita mbele yako, lakini ukumbuke Wineva, unaposikia anapita mbele yako, ujue kuna anayetakiwa apite nyuma yake. Lazima ujifunze kuchuchumilia. Mwambie Bwana, niko nyuma yako, pita mbele yangu Bwana, pita mbele ya ndoa hii, pita mbele ya uchumi huo, pita mbele ya kipawa hichi, pita mbele ya karama hii, pita mbele ya huduma hii, pita mbele ya uzao ulionipa, pita Bwana wa uzima. Mapenzi yako yakatimie juu ya biashara yangu, mapenzi yako yakatimie juu ya watoto ulionipa, mapenzi yako yakatimie juu ya vipawa ulivyonipa, mapenzi yako yakatimie. Haleluya. Amen. Ukishindwa kujua ni Bwana na sio wewe, nafsi yako itaanza kuuma. Kweli. Akili yako itaanza kupata shida. Kweli. Utaanza kujitesa na kujisumbua. Ndugu zangu, kwa nini Mungu alikuwa anaongea nao? Hii vita haikuwa ya kawaida. Fikiria, Mungu anawatoa kwenye utumwa, halafu anawaingiza jangwani, halafu baadaye anawapeleka kuwapambanisha na mataifa 7 ya kibeberu yenye nguvu. Mataifa 7 yasiyokuwa ya kawaida. Walikuwa Wayebusi, walikuwepo Waperizi, Wagirgash, Waiti, Waivi, wana Wanaki. Haikuwa kitu cha kawaida. Na kuna namna kwenye mioyo yao Mungu aliona kabisa kwamba hawa watu walikuwepo wanajipimanisha na wale watu, halafu wanajiona ni wanyonge. Sikiliza, wewe ni mnyonge, lakini mbele ya mapenzi ya Bwana unyonge hautakuwepo. Amen. La Bwana lazima ndio litakalosimama. Amen. Ndio maana sisi tuliookoka, fanya bidii sana na ujitahidi siku zote uwe nyuma ya Bwana katika maisha yako. Amen. Usimtangulie Bwana. Jitahidi siku zote za maisha yako. Ukishajua hili ni la Bwana, simamia hapo. Amina. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kwenye kila jambo, kwenye mahusiano, mapenzi ya Mungu yatasimama. Kwenye huduma, mapenzi ya Mungu yatasimama. Kwenye vipawa na karama ndani yako, mapenzi ya Mungu yatasimama. Kwenye uchumi, mapenzi ya Mungu yatasimama. Kwenye uzao, mapenzi ya Bwana yatasimama. Jambo la 3, kataa kushindwa. Ndugu zangu, somo letu kuu linasema jinsi ya kufikia mapenzi ya Bwana. Na hii ni pointi ya ngapi? Ya 3. Kataa kushindwa. Kuna wakati Mungu anakuwa amekusudia jambo, mapenzi yake ameshadhihirisha, lakini yanashindikana kwa sababu wewe umekubali kushindwa. Yaani umekubali kufanya nini? Shindwa. Yaani umekubali kushindwa.
Kuna wakati wa mama mmekubali kushindwa. Kuna wakati vijana mnakubali kushindwa. Kuna wakati watumishi wa Mungu tunakubali kushindwa. Yaani tunakubali. Kuna wakati wafanya biashara tunakubali kushindwa maisha. Kuna wakati kwenye familia zetu tunakubali kushindwa. Kuna wakati hata kiroho tunakubali kufanya nini? Kushindwa. Yaani unaacha mapenzi ya Mungu yanaharibika mbele ya macho yako. Ninaposema kataa kushindwa, ninamaanisha ukishajua la Mungu ni lipi, unaanza kulisimamia, unaanza kung'ang'ana. Unasema shetani, hili la Mungu lazima litimie. Inyeshe mvua, jua liwake, vumbi litokee, tope litokee, kwa chochote, kwa lote, kwa namna iwe iwavyo. Maadamu ni Mungu huninyang'anyi, maadamu ni Mungu huniangushi. Unakataa kushindwa. Glory to his name forever. Amen. Hebu fungua kitabu cha Mwanzo 25:26. Baadaye ndugu yake akatoka na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. 25:23. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Sasa nisikilize, mpango wa Mungu ulikuwa hivi: Yakobo awe kichwa. Tangu kabla ya kuzaliwa ilikuwa ndo mpango wa nani? Sijajua ni nguvu gani ilimpa Yakobo kutambua hicho kitu tangu akiwa tumboni, ya kwamba mimi nikiwa huku tumboni, mpango wa Mungu niliokusudiwa ni mimi kwenda kutumikiwa. Alitambua tangu tumboni ya kwamba unabii umeshatoka, mkubwa atamtumikia mdogo, kwa hiyo mimi ndo wa kutumikiwa. Kifuatacho ni nini? Akawa anaanza kupigania mapenzi ya nani? Akisema itakuwa kwa namna iwayo yote, maadamu Mungu amesema itakuwa. Maandiko anasema wakati wa kuzaliwa, katika mazingira ya kushangaza na yasiyoeleweka, mtoto mdogo ambaye hana hata siku moja, mtoto mdogo akiwa tumboni akaanza kupambana vita akiwa tumboni. Anapambania mapenzi ya Mungu, anapambania maneno ya unabii yaliyowahi kutolewa na Mungu kwa ajili ya Isaka, kwamba ndani ya mataifa mawili hapo tumboni, na mkubwa atamtumikia mdogo, na mmoja atakuwepo hodari kuliko mwingine. Na Yakobo akajua ya kwamba mimi ndiye mdogo na huu nabii unanihusu mimi. Kifuatacho ni nini? Sio kulala usingizi, sio kulialia, sio kunyamaza. Kifuatacho ni kupambania mapenzi ya Bwana. Wakati wa kuzaliwa, Esau anatangulia. Yakobo akamwambia, unabii ulishasema mdogo atatumikiwa na mkubwa, mkubwa atamtumikia mdogo. Esau anamwambia niachie, anamwambia sio mimi bali ni Bwana alishapita mbele yangu. Ni unabii umeshazungumza, ni mafunuo nilishapewa, ni maono nilishaonyeshwa miaka kadhaa iliyopita, sio leo wala jana, ni ufunuo nilipewa. Usiachilie ufunuo ukaenda. Maandiko yanasema Yakobo akawa anakataa kushindwa. Mwisho wa siku akatoka huku anamshika mwenzake kisigino, manake anamwambia rudi nyuma niende mbele kama Mungu alivyopanga. Duniani hata leo mpango mzima ni nani? Israeli. Mungu anapoambiana kwa habari ya kukuinua, anapoambiana habari za kukutumia, anapoambiana habari za kusogeza hatua moja, simamia hicho. Bwana amesema usikubali kushindwa kizembe, usikubali kulema. Mwambie Bwana, nisaidie, nionyeshe njia ya kupita, nipe neema na uwezo kufanya kile kinatakiwa nikifanye, ili niimarishe agano langu na wewe, ili mapenzi yako yaweze kukamilika kwangu, maana najua umeshasema na hauwezi kubadilika. Yakobo akakataa kushindwa. Bwana akapambana kuanzia tumboni, anapambania neno la unabii. Wengine mnashindwa huduma kizembezembe, mwingine uchumi kizembezembe, ni mwoga wa kujaribu, ni mwoga wa kuchukua hatua, ni mwoga kuogopa ushindani. Yaani unaogopa ushindani. Waliookoka ndio wazee wa ushindani. Yaani mtu aliyookoka kwenye masuala ya uchumi, ukimweka mahali penye ushindani mkubwa, hapo ndio mahali pake, ndio ile nyota yake inang'aa namna hii. Haleluya, amen. Wewe unaogopa ushindani, wewe ni wa kitofauti. Maandiko anasema kwamba wakati wa njaa wewe utashiba. Unasema ni mapenzi ya Mungu kuniinua. Kataa kushindwa.
Kunja suruali, ingia ulingoni, sema katika vita hii Mungu wangu lazima aonekane ni mshindi. Katika ushindani huu lazima nyota yangu ing'ae. Ndio maana hata Isaka alipoingia pale kwenye ile nchi, watu walikuwepo wamefifia kweli kweli. Kwenye eneo la kilimo, watu walikuwepo nyota zao ziko chini kweli kweli. Wakilima wavuni, wakilima wapati mazao. Lakini Isaka alipoingia mwaka ule ule, akapata vipimo 100 kwa 1. Ushindani, nyota yake imeng'aa zaidi. Haleluya. Amen. Kataa kufanya nini? Kushindwa. Kataa kushindwa. Kiroho, kataa kushindwa. Kiutumishi, kataa kushindwa. Kipawa chako Mungu amekupa, karama yako inapigwa vita, kataa kushindwa. Ukizimwa usizimike, endelea kuwaka. Ukinyamazishwa usinyamaze, endelea kupiga kelele. Amen. Jambo la 4, kubaliana na Bwana. Ninaposema kubaliana na Bwana namaanisha nini? Maana yake namaanisha uwe kitu kimoja na Mungu. Kuna wakati tunashindwa kufikia mapenzi ya Bwana kwa sababu tumefarakana na Mungu kiufahamu, kifikra, kimawazo. Haleluya. Amen. Kitabu cha Luka 1 sura ile ya 38. Luka 1:38. Maandiko yanasemaje? Luka 1:38, neno la Mungu linasema, Mariamu akasema, ndio, tazama, ndio, mimi ni mjakazi wa Bwana, ndio, na iwe kwangu kama ulivyosema. Hapo. Si unaona hiyo? Mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Sikiliza hii. Mariamu alipokea mapenzi ya nani? Ya Bwana. Akaambiwa, "Halo Mariamu, mapenzi yangu mimi Mungu ni kwamba nampitisha mkombozi kwako." Mariamu hajaanza longolongo nyingi. Mariamu alijua ili aweze kufikia mapenzi ya Bwana kunatakiwa kitu kimoja tu, akubaliane na nani? Na Bwana. Mariamu akasema, "Mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema." Lakini sisi wakati mwingine itawezekana kweli? Itakuwa kuaje? Mbona ni ngumu sana? Mariamu no. Alijua ili mapenzi ya Mungu aweze kuyafikia vizuri, lazima akubaliane na kile ambacho Mungu amekisema. Na straightforward akasema, "Na iwe kwangu vile ulivyosema." Ilikuwa haikuwa? Ilikuwa. Nasema ilikuwa haikuwa? Ilikuwa. Mkombozi alipita au hakupita hapo? Alipita. Angekataa? Angeharibu mpango wa nani? Wa Mungu. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Na iwe kwangu vile ulivyosema. Niponye vile ulivyosema, nibariki vile ulivyosema, nigeuze vile ulivyosema, nifanye vile ulivyosema, nitumie vile ulivyosema. Ifunze kukubaliana na nani? Na Mungu. Usipishane na Mungu. Zekaria alipishana na Mungu. Alipopishana na Mungu, Mungu akamchapa fimbo ya ububu. Kapigwa gereza la ububu miezi 9 kwanza mpaka aone kwa macho ndipo achiliwe. Wewe usitake iwe hivyo. Yule mtumwa ambaye alipingana na Elisha alipigwa na fimbo ya Mungu kwanza, akaambiwa utaona kwa macho lakini hautakula, kwa sababu alipingana na nani? Mungu amesema kesho neema inashuka. Yeye akasema itawezekanaje? Hata mvua ikinyesha leo haiwezekani. Kwenye kila hatua kubaliana. Jambo la mwisho ambalo nalo lenyewe ni muhimu sana uweze kulifahamu. Fanya maombi ya ujasiri. Fanya maombi ya ujasiri katika kufikia mapenzi ya nani? Ya Bwana. Maombi ya ujasiri. Ninaposema maombi ya ujasiri, namaanisha kwamba kuna mapenzi mengine ya Mungu katika maisha. Ili uweze kuyafikia, unatakiwa uwe jasiri kweli kweli. Bila ujasiri, hata upigiwe debe huwezi, hata utolewe unabii huwezi, hata ushikwe mkono huwezi. Aliyekushika kikuachia, utarudi pale pale ulipokuwepo. Kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa ni mapenzi ya Bwana katika maisha yako, lakini unatakiwa uwe na ujasiri ili uweze kuvifikia hivyo vitu, au uweze kufikia hayo makusudi ya nani? Ya Bwana. Kama ujasiri haupo, ni vigumu, haitawezekana. Kama ujasiri haupo, hauwezi kufika hapo. Angalia kitabu cha Joshua 1:9, maandiko yanasemaje? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ndio. Usiogope wala usifadhaike. Ndio. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Kila uendako. Mstari wa 6, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Angalia uelewe inavyokwenda. Iko hivi, mapenzi ya Bwana ni kuwarithisha nchi. Mapenzi ya Bwana ni Yoshua asimamie hiyo mission au asimamie hilo kusudi, hakikisha limefanikiwa. Lakini kabla ya kusimamia hiyo mission, anaambiwa kwanza uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mungu hawezi kukwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa kama wewe ni hodari na una moyo wa ushujaa.
Anapokuambia uwe na ushujaa, manake kuna hali fulani ya unyonge iko ndani. Kwa hiyo ni wazi kwamba Yoshua, hata kama haijaandikwa, lakini kuna namna Yoshua alikuwepo na maswali magumu ndani yake, ya kwamba hivi nitawezaje kusimamia hili jambo, hivi nitawezaje kuhakikisha kwamba watu hao wameingia Kanaani. Hasa ndiposa Mungu alipoona ule moyo, akamtokea Joshua akamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kuna watu wengi sana hofu imewabakiza mahali mlipo leo. Moyo wa unyonge umekufanya uendelee kuchelewa. Moyo wa uoga umekufanya uendelee kubaki hapo. Unachakata mahesabu kila siku, wewe muda mwafaka. Nafikiria kwanza, natafakari, ngoja subiri, ngoja kwanza, najipanga. Fika mahali fulani, mwambie Mungu, ninaomba unipe ujasiri. Hakuna mapenzi yoyote ya Mungu ambayo yanaweza kufanikiwa bila kitendo cha ujasiri. Kuna mali lazima ufanye maamuzi magumu. Jasiri. Kumhubiri Kristo kunataka ujasiri. Kuomba kunataka ujasiri. Kutoa sadaka kunataka ujasiri. Natoa kwa ujasiri, naomba kwa ujasiri, naenda kumhubiri Kristo kwa ujasiri. Joshua anaambiwa, halo, mapenzi yangu ni wewe uende ukawarithishe. Kifuatacho ni nini? Vaa ujasiri. Ukiwa hauna ujasiri hautaweza. Ukiwa hauna ujasiri utaogopa gharama. Ukiwa hauna ujasiri utaogopa macho ya watu. Ukiwa hauna ujasiri utaogopa mazingira. Ukiwa hauna ujasiri maneno ya watu yatakuzuia. Lakini ukiwa na ujasiri, wataendelea kukutupia madongo, lakini wewe unasonga mbele. Wanaendelea kunena, wewe unasonga mbele. Wanakutukana, unasonga mbele. Wanakuzomea, unasonga mbele, maana una ujasiri. Oh, haleluya. Una ujasiri. Uwe ni mtu wa kujiombea ujasiri mara kwa mara. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kulingana na kile ambacho Mungu ameshakudokeza. Na unajua kuna watu wengi sana, kila mmoja kwenye eneo fulani. Kuna mwingine Mungu anaweza kukuambia mapenzi yake kwenye eneo fulani, mwingine mapenzi ya Mungu kwenye eneo fulani, mwingine kwenye eneo fulani. Kwenye hilo eneo mwambie Mungu, naomba unipe ujasiri. Nipe ujasiri wa kutembea, ujasiri wa kuchukua hatua, ujasiri wa kufanya maamuzi, ujasiri wa kufanya kile unataka nikifanye, ujasiri wa kufika pale unataka nifike, ujasiri wa kuyatimiza mapenzi yako. Hata ule jamaa wa zile talanta, yule ambaye alichukua talanta moja akaenda akafukia, kosa lake unajua ni nini? Kosa lake alikosa nini? Ujasiri. Ujasiri wa kutupa mtaji. Ndugu zangu, kutupa mtaji inataka ujasiri. Yaani wewe unaitupa shilingi ulionayo, unatupa 1,000,000 ulionayo, akili yako yote inakwambia kama utapata 2,000,000, alafu unaitupa kwenye ardhi. Lakini wenzake wakafanya ujasiri, wakasema nimepewa 5 naiingiza kwenye kazi, 2 kwenye kazi. Huyu wa moja akasema naogopa, nasubiri muda mwafaka, najipanga, itapotea. Akaenda akaificha. Hana ujasiri ndugu zangu, hana ujasiri. Amekosa ujasiri, amejawa na hofu. Mapenzi ya Bwana ni aende akazalishe, lakini anashindwa kutimiza, anashindwa kufikia mapenzi ya Bwana. Kwa sababu gani? Amekosa nini? Jasiri. Baadaye bwana wa biashara alikuja kumwambia, yako iko wapi? Ninaogopa, nilienda nikaificha kwenye kibubu chini ya kitanda. Kwenye kibubu. Nimeficha ndoto moyoni mwangu, ni mwaka wa 6. Nimeficha kipawa. Tunataka majasiri, tunataka kuthubutu. Amen. Ndugu zangu, mambo ya kiroho sio lele mama. Watumishi wote wa Mungu hao unaona katika Biblia walikuwepo ni watu ambao ni majasiri. Imagine Musa anamthubutu Farao. Wewe Farao, lakini Musa kwa kitendo cha ujasiri akasema huyu namthubutu. Esther alijua mpango wa Mungu ni Mungu amtumie alete ukombozi. Akavaa ujasiri. Akawaambia wenzake, nyie niombeni mimi namthubutu huyu, namthubutu, nammudu, namkabili. Esther akawaambia mimi namthubutu huyu, nikiangamia na niangamie. Vua shela tupa kule, akamthubutu. Mfalme, nimekuja kinyume cha sheria, najua uso utaratibu na najua masharti yalioko, nikiingia kinyume ni upanga, lakini mimi nimekuthubutu, nimevunja utaratibu, nina 1, 2, 3. Mpango wa Mungu kafanya nini? Ukatimia. Kupitia Esther ukombozi ukafanya nini? Ukapatikana. Fanya maombi ya ujasiri ndugu zangu. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kuna mafunuo mengi unayo, kuna maono mengi unayo, kuna maagizo mengi unayo, kuna misukumo mingi unayo moyoni mwako, lakini umekosa ujasiri. Una mipango mingi lakini umekosa ujasiri. Kwa hiyo sasa umekosa ujasiri, unashindwa kuufikia mpango wa Mungu. Kuachana na umaskini inataka nini? Ujasiri.
Kumtumikia Mungu kunataka nini? Ujasiri. Maana kuna namna unapoanza kuinuka tunamnaanza kusia anajifanya hayo mapembe hayo yatakatwa. Sasa ukishasikia unasema jamani, basi mimi siwezi tena. Kuja tu nikae chini. Wewe bwana, vaa ujasiri. Vaa ujasiri, kamtumikie Mungu. Vaa ujasiri, kachape kazi. Vaa ujasiri, songa mbele. Amen. Siogope. Amen. Fanya maombi ya ujasiri. Wakati mwingine funga na kuomba. Agenda yako ni moja tu. Mungu, ninaomba unipe ujasiri. Kuna vitu Bwana unanisemesha huko moyoni mwangu, lakini akili yangu imejaa hofu. Bwana, ninaomba unipe ujasiri. Nipe ujasiri Bwana, nichukue hatua. Nipe ujasiri Bwana, niende. Unaomba ujasiri kutoka kwa Bwana. Tumalizia hapo kitabu cha Matendo 4:29 tunamalizia hapo. 1 2 go. Basi sasa Bwana, ndio yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Hebu sikiliza hapo, nikupe ufafanuzi kidogo alafu tumalizie. Hichi ni kipindi cha mitume. Walikuwepo wanatishiwa, wanaitwa, wanachapwa fimbo, wanavuliwa nguo. Kuna mahali walimkamata Stefano akampiga na mawe akamuua. Kuna mahali wakamkamata Yakobo sijui yupi wakamuua. Kuna wakati Petro naye akakamatwa akatupwa gerezani. Hawa watu wakajua hii ni mbinu ya shetani ya kuvunja na kung'oa nini? Ujasiri ndani ya watumishi wa Mungu. Wakafikiria tufanyeje? Wakapata ufunuo, akaambiwa hii dawa yake, mkafanye maombi ya ujasiri. Wakaanza kuomba. Hayo hapo ni maombi ya mitume. Ombi lao ni moja tu. Bwana, uyaangalie matisho yao. Bwana, uyaangalie matisho yao. Na ukishayaangalia, utujalie sisi watumwa wako kulinena neno lako kwa ujasiri wote. Siri wote. Sasa sikiliza ufunuo huu. Nini maana ujasiri wote? Maana yake ni kwamba mwanzoni walikuwepo wananena kwa ujasiri. Baada ya matisho hasa wanafungulia fowili, ile gia kubwa zaidi. Wanasema sasa, Mungu, sasa tunaomba utupe neema tuweze kunena neno lako kwa ujasiri wote. Nataka nikuulize hili swali kabla sijamalizia. Wewe unapotishiwa mara moja, inakuwepo ni chachu ya kuongeza mwendo au inakuwepo ndio sababu ya kuanza kudemadema? Maana mitume walikuwa wanatumika kwa ujasiri, lakini baada ya matisho wengi wao wanapigwa, wanauawa, wanapewa onyo kali. Wakasema tunajua dawa yenu, nyie ni wale mnaotisha, lakini sisi tunajua dawa yenu, tunaye Mungu asiyetishika. Wakamwambia sasa, Mungu, tunaomba ukatujalie neema tuweze kunena neno lako kwa ujasiri wote. Ukikutana na kikwazo chochote cha kuharibu kufikia mapenzi ya Bwana, unatakiwa uongeze spidi. Mwambie shetani, umenipiga hapo, nafanya zaidi ya mwanzo. Wakaanza kufanya hayo maombi, na maandiko yanaonyesha Mungu aliwapa hiyo neema. Mungu akawapa nguvu ya ajabu mno, wakapokea ujasiri ambao mwanzoni walikuwepo hawana. Kuna ujasiri utapokea ambao ujasiri huo ulikuwaga haunaga tangu mwanzo. Utashangaa umepata wapi hiyo nguvu, utashangaa umepata wapi hiyo neema. Wengine watakuangalia watasema fulani amepatwa na nini, wengine watakuangalia watasema fulani amekuaje, kwa sababu kuna neema Bwana anaiongeza juu yako. Haleluya, amen. Unapokutana na changamoto, fanya maombi ya ujasiri. Unapoona mapenzi ya Bwana fulani mbele yako, fanya maombi ya ujasiri. Mwambie Bwana, ni kweli umesema, lakini siwezi kufika pale bila ujasiri wako. Utaanza kushangaa Bwana anakuvalisha ujasiri miguuni. Wataanza kuona neema imeongezeka juu yako. Kwa damu ya mwana kondoo aliye hai, pokea neema kwenye utumishi ulioko ndani yako. Pokea neema kwenye uchumi wako. Pokea ujasiri kwenye vipawa, kwenye karama, kwenye utumishi wako. Pokea ujasiri kwenye nafasi Mungu aliyokuweka. Pokea ujasiri. Nena kwa ujasiri, fanya kwa ujasiri, nenda kwa ujasiri, tenda kwa ujasiri, simama kwa ujasiri, kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Pokea neema ya kufikia mpango wa Bwana katika maisha yako. Haleluya. Popote pale ulipoogopeshwa, leo ukafanye ombi la mitume katika Matendo sura ile tuliyosoma. Unapoenda mbele za Bwana, Bwana anaachilia ujasiri ambao haukuwepo nao mwanzo, na ndiposa mapenzi ya Mungu yanatimia. Sikiliza, mapenzi ya Mungu hayawezi kutimia kwa waoga. Naomba pale mahali uliposimama juu. Oh my God.